kuwakusanya watu awaambie. Sasa baada ya haya ambayo sisi tumeyaeleza, huyu bwana akaja na jambo moja la ajabu kabisa la ujanja, ambao sasa haya niliyasema sasa hivi nimeyakariri kutoka kwenye majlisi zilizopita na kuongezea kidogo. Sasa baada ya kumthibitishia kwamba sunna at-tarkiyya iko na imeelezwa na wanawazuoni wakubwa ambao yeye anawakubali na sisi tunawakubali, yamo ndani ya vitabu nilivyovitaja, na wala sikutunga mimi kwa ujanja wangu tu kama anavyodai yeye. Sasa yeye alikuja na maneno ya hatari kidogo. Yeye anadai kwamba sahaba al-Khalifatu ar-Rashid Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ameikhalifu hii sunnatun tarkiyya kwa kukubali kukusanywa Qur'ani katika msahafu mmoja. Kadhalika al-Khalifatu ar-Rashid Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ameikhalifu sunna hii at-tarkiyya kwa kuhuisha swala ya tarawih msikitini nyuma ya imamu mmoja. Akaleta maneno ambayo nitayanukuu hapa. Bwana anasema, sasa kama wakati wa mtume haja haijahukumilia, je, sasa wakati huo ilikuwa haja imehukumilia watu kukutana wakamtangaza mtume? Ilikuwepo haja hiyo? Yaani mtume mwenyewe alikuwa na haja ya kuwakusanya watu awaambie, nimezaliwa fi Rabiul Awwal yaumul ithnain, mimi wazazi wangu ni nani na nani, watu itikieni sallallahu alayhi. Ilikuwepo haja hiyo? Watu wote wamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa tuko naye. Lakini huyo anayesema hivyo kwamba jambo zuri kwani mtume hakulijua, huyo anayesema hivyo asema kwamba wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kuna mambo hikma haikuhukumilia kuyaweka wazi wakati huo, kwa maana ilikuwa sio bayani, haikuhitajika kwa wakati huo, kwa haikufanywa bayani kwa wakati huo, ikaja ikafanywa wakati mwingine, labda wakati wa sahaba. Na hili ni kwa mfano kama ile Jami'ul Qur'an, ukiwapa kisa kile kwamba Sayyidina Abu Bakari na Sayyidina Umar walikusanya Qur'an mahali pamoja, hali ya kuwa wakati wa mtume haikuwa imekusanya mahali pamoja, asema wakati wa mtume haja ilikuwa haijahukumilia. Sasa kama wakati wa mtume haja ilikuwa haijahukumilia, je, sasa hivi wakati huo ilikuwa haja imehukumilia ya watu kukutana wakamtangaza mtume? Ilikuwepo haja hiyo? Yeye mtume mwenyewe alikuwa na haja ya kukusanya watu awaambie, nimezaliwa fi Rabiul Awwal yaumul ithnain, mimi wazazi wangu ni nani na nani, watu itikieni sallallahu. Ilikuwepo haja hiyo? Watu wote wamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa tunaye. Akasimama mtu mmoja akaenda akamtunza pale, akamwambia asante shekhe, naye akajibu asante wa. Watu wote wamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa tunaye. Nawe asante. Akaendelea asema, kila mtu anamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa mbele yetu, na kila mtu aona jana tu tumetoka vitani, kila mtu aona sisi tumemzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahaba, na wengine wakaja wakaishi na sahaba wa mtume. Sasa pale kulikuwa na haja gani hiyo iliyopelekea kwa watu wangekutana kama tukutanavyo? Sasa tumtaje mtume sallallahu alaihi wasallam, tukumbushane tarehe yake, kuzaliwa kwake. Haikuwepo haja kipindi hicho, na sisi ndio jawabu letu hilo. Basi kila mtu amuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa mbele yetu, na kila mtu aona jana tumetoka vitani sisi. Kila mtu aona kwamba sisi tuliomzunguka mtume ni sahaba, na wengine wakaja wakaishi na sahaba wa mtume sallallahu. Sasa pale kulikuwa kuna haja gani
hiyo iliyopelekea kwamba watu wangekutana kama tukutanavyo sasa, tumtaje Mtume SAW, tukumshane tarehe yake, kuzaliwa kwake, haikuwepo haja kipindi hicho. Na sisi ndo jawabu letu hilo hilo basi. Watu wakacheka pale. Sasa akarudi katika ile hoja ambayo nimetaja jana na leo. Asema kama kukusanya Qur'ani hakukuhitajika wakati wa Mtume, basi hata kukutana hivi haikuhitajika wakati wa Mtume, wala wakati wa sahaba, wala katika al-qurunul mufaddala, kwa sababu ni kuruni ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijulikana sana katika kuruni hizo. Mwisho wa kunukuu. Kama kukusanya Qur'ani haikuhitajika wakati wa Mtume, basi hata kukutana hivi haikuhitajika wakati wa Mtume, wala wakati wa sahaba, wala katika al-qurunul mufaddala, kwa sababu ni kuruni ambazo Mtume alikuwa ajulikana sana katika kuruni hizo. Yani nataka kusema kwamba si nyinyi mnasema kwamba jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliloliacha, ikiwa hakuna haja iliyohukumilia kufanywa, haja ikipatikana kuja kulifanya jambo hilo sio bid'a. Na sisi tunasema, kwa hiyo atakukubaliana na hoja yangu, na sisi tunasema suala la kumtaja Mtume na kumtangaza sallallahu alaihi wasallam, haja hiyo haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu maswahaba walikuwa wamjua. Sasa ilikuwa iko haja gani ya kukaa kwamba mimi nimezaliwa fi Rabiul Awwal, siku ya Jumatatu, babangu ni fulani na fulani na mamangu ni fulani, itikeni sallallahu alaihi, kuna haja gani? Lakini sasa hivi kama al-muqtadi li fi'lihi, ile muqtadi yenu mlioitaja, na huku pia ndio hii hapa. Lakini huyo anayesema hivyo kwamba jambo zuri kwani Mtume hakulijua, huyo anayesema hivyo asema kwamba wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kuna mambo hikma haikuhukumilia kuyaweka wazi wakati huo, kwa maana ilikuwa sio bayani, haikuhitajika kwa wakati huo, kwa haikufanywa bayani kwa wakati huo, ikaja ikafanywa wakati mwingine, labda wakati wa sahaba. Na hili ni kwa mfano kama ile Jami'ul Qur'an, ukiwapa kisa kile kwamba Sayyidina Abi Bakari na Sayyidina Umar walikusanya Qur'an mahali pamoja, hali ya kuwa wakati wa Mtume haikuwa imekusanya mahali pamoja, asema wakati wa Mtume haja ilikuwa haijahukumilia. Sasa kama wakati wa Mtume haja ilikuwa haijahukumilia, je, sasa hii wakati huo ilikuwa haja imehukumilia ya watu kukutana wakamtangaza Mtume? Ilikuwepo haja hiyo? Yeye Mtume mwenyewe alikuwa na haja ya kukusanya watu awaambie nimezaliwa fi Rabiul Awwali yaumul ithnaini, mimi wazazi wangu ni nani na nani, watu itikieni sallallahu? Ilikuwepo haja hiyo? Watu wote wamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa tunaye. Nawe asante. Kila mtu amuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa mbele yetu. Na kila mtu aona, jana tumetoka vitani sisi, kila mtu aona kwamba sisi tuliomzunguka Mtume ni swahaba, na wengine wakaja wakaishi na swahaba wa Mtume sallallahu. Sasa pale kulikuwa kuna haja gani hiyo iliyopelekea kwamba watu wangekutana kama tukutanavyo sasa, tumtaje Mtume sallallahu, tukumshane tarehe yake, kuzaliwa kwake? Haikuwepo haja kipindi hicho, na sisi ndo jawabu letu hilo hilo basi. Watoka vipi hapo? Kwa sababu kweli ni mtihani mzito sana kwa hawa ndugu zetu, lakini kitu kikubwa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfik, na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia ya haki. Ikiwa huyu mtu anayesema haya lengo lake ni kuitafuta haki, basi Allah amuongoze katika njia ya haki, na wale wanaosikiliza maneno wakiwa lengo lao ni kutafuta haki na si ushabiki, basi Allah pia waongoze katika haki, na sote atuongoze katika njia iliyo sawa sawa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan
warzuqna jitinaba, lakini kihakika hasa maneno yake yamejifunga funga ovyo ovyo na wala hayakuyajenga katika msingi wa kielimu kabisa. Sidhani kama ilikuwa amejipanga azungumze au ndio mablaghi ya ilmu yake na ufahamu wake, lakini haiwezekani kwamba ni mtu alikaa akapanga akafikiria akasoma akaangalia masail alafu aje aseme hivi. Ikiwa haya mambo ameyazungumza kutokana na fikra na kufikiria na kutafakari na bahthi ya kiilmu, ameyazungumza hivi, haya ambayo ayazungumza tu tijalan bila ya kujipanga, inakuwaje? Sasa mimi ushauri wangu, anapotaka kuzungumza mara nyingine, na hasa anapotaka kunijibu mimi, atakiwa ajipange. Usikurupuke tu, jipange, ujibu kielimu. Sio sema ajiona ajua yule. Sisi hatuna elimu za hivyo, lakini huwezi kutudanganya kirahisi kwa misingi tulionayo ya kielimu na misingi ya kiutafiti, na tunajua kuyahoji masala, si kwa kujisifu kwamba ufui dafu hapa, utamshinda nani wewe, lakini azungumza lugha kama hizo. Si kwamba takriri ni kwa sababu yale yafanywayo ni kheri, basi angesema maneno haya, angetokea siku moja akasema kwa bwana, wewe nimekutuza hilo ulifanye, lakini jamani, hivi ninavyowatuza haya yasije akafanywa mwenyewe sipo. Basi hakusema hivyo, si ndio? Ndio keshatufunza kwamba akubali zuri akataa baya, akubali kheri akataa shari. Wewe taka ni hivyo, usitake ni hivyo. Jifarague, nenda jifanye wachimba sana, fikiri sana utakavyofikiri, lakini kwanza humshindi yoyote kwa akili wala kwa ilmu. Akili tunazo nyingi sana, na ilmu tunayo, tumeachiwa na wazee wetu na wametuachia baraka zao na radhi zao. Hatutaki tu kubishana kwa sababu wakati wake umepita, hakuna haja tena, ndio maana hatubishani. Lakini leo tutasema kwamba hebu tusimame hoja kwa hoja, kaa hapo nikae hapa, halafu wewe mwana mdogo uone kama kweli utamshinda mtu. Huo ndio ukweli bwana. Tutasikiliza tu vile mkipiga makelele, sijui sunna tufilia, sijui nini, tarkia, sijui jibilia, tukutazama. Lakini lao utakaa na wewe tukakuhoji swali kwa swali, hufui dafu. Hai, twende mimi na wewe sasa. Hapa na maswali ya msingi. Je, ni kweli sahaba mtukufu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu amekhalifu sunnatun tarkiyya kwa kukubali kukusanya Qur'ani katika msahafu mmoja? Je, ni kweli as-sahabi al-jalil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq amekhalifu as-sunnatu at-tarkiyya kwa kuhuisha swala ya tarawih msikitini? Ukweli ni kwamba maswahaba hawa watukufu, Allah awaridhie, wamefanya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kwa sababu ya kuwepo kizuizi kilichomzuia yeye sallallahu alaihi wasallam kuyafanya, na kizuizi hicho kilipoondoka baada ya kufariki kwake sallallahu alaihi wasallam, wao waliyafanya haya. Abu Bakar radhiyallahu anhu alikubali kazi ya kukusanya Qur'ani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifanya katika wakati wake kwa sababu ya kuwepo kizuizi kilichomzuia, na kizuizi chenyewe ni kuendelea kushuka kwa Qur'an. Aya na sura zilikuwa bado zinashuka na nyingine zikifutwa. Maana tuambiwa suratul Ahzab ilikuwa kama suratul Baqara. Sasa ingekuwa ndio kwenye msahafu kuna kazi ya kufuta hizi, kuandika zile na kuweka hivi na mpangilio wake. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa kama ni kizuizi katika wakati wake, na alipofariki kizuizi hiki kiliondoka. Na Umar radhiyallahu ta'ala anhu aliuisha sunna ya tarawih kwa jamaa nyuma ya imamu mmoja msikitini, sunna ambayo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aliifanya, na akaiwacha
kwa sababu ya kizuizi cha kuogopea kufaradhishwa. Kizuizi hiki kilipoondoka baada ya kufariki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kukatika wahi, ndipo Umar radhiallahu anhu aliporudisha swala hii kwa utaratibu ule ule aliokuwa akiufanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo basi jambo kama hilo haliitwi bid'a kisheria, bali hiyo ni sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na ni sunna ya makhalifa wake waongofu na ni kheri. Na kisha basi isitoshe, sunna hiyo imefanywa na makhalifa waongofu na imefanywa mbele ya masahaba na wote wakaafiki, na hakuna aliyekhalifu jambo hilo hata mmoja, wala hakuna aliyepinga. Kwa hiyo ikawa ni ijma'i ambayo pia nayo ni hujja ya kisheria. Ama kuwa Umar hakumwambia Abu Bakar, wewe ni khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani badala ya kumwambia Umar baada ya Abu Bakar kusema tutakatufanye jambo ambalo hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar hakumwambia wewe ni khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumwambia hivyo. Kutokumwambia hivyo hakupingani na uhalisia wa hilo. Bado Abu Bakar ni khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wake ni wa kufuatwa mbele za ahlus sunnah wal jamaa. Mwenendo wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ni mwenendo wa kufuatwa mbele za ahlus sunnah wal jamaa kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadhain ba'di Aba Bakr wa Umar, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Kwa maneno hayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam atabakia kweli Abu Bakar kuwa yeye ni khalifa na mwenendo wake ni wa kufuatwa, hata kama Umar hakumwambia hivyo, alimwambia tu kwamba jambo hilo ni kheri. Ama kuwa aliambiwa lakini hiyo ni kheri, ni kweli hiyo ni kheri, pia ni sunna aliyoiacha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwepo kizuizi kilichomzuia ambacho tumekitaja. Hivyo kutendwa kwake baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna, na hilo halimaanishi kwamba kila mtu anayo nafasi ya kuweka utaratibu au kuzusha ibada katika dini kwa kisingizio kwamba hiyo ni kheri kwa mtazamo wake au kwa mtazamo wao. Eti kwa sababu Umar alimwambia Abu Bakari kwamba hiyo ni kheri, basi ndio ushahidi wa kwamba kuna watu au kikundi cha watu chaweza kuanzisha kitu katika ibada kwa kisingizio kwamba kitu hicho ni kheri, kwa sababu Umar alimwambia Abu Bakar hiyo ni kheri na Abu Bakar akakubali. Na akifanya hivyo atalazimika kujibu maswali haya ya msingi: kama ni kheri, mbona hakuifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, kwa sababu haikuwepo haja iliyohukumia kufanywa katika zama zake? Je, kulikuwa na kizuizi chochote kilichomzuia? Kwa nini makhalifa waongofu na maswahaba wengine na maimamu katika al-qurun al-mufaddala hawakuifanya kheri hiyo unayoiona wewe kuwa ni kheri? Maswali haya atalazimika kuyajibu. Sasa tukirudi katika hoja yake ambayo yeye alitaja kwamba maswahaba au mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusanyika ili kuwaelezea watu sira yake na shamaili zake na mambo yake na kujitangaza yeye, kwa sababu haja haikukumilia katika wakati wake. Kwa hiyo hakuwa na sababu ya kujitangaza yeye, kwa sababu maswahaba walikuwa wakimjua sana. Sahaba walikuwa wakimjua sana mtume. Maneno haya yanatupa nukta tatu ndani yake. Anataka kutuambia kwamba maulidi hayakusomwa katika enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam, wala enzi za maswahaba, wala enzi za tabi'in, wala katika al-qurun al-mufaddala, enzi za maimamu wakubwa kama kina Abu Hanifa, Malik, Shafi'i na Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Na nukta ya pili anataka kutuambia kwamba hayakufanyika hayo kwa sababu haikuwepo haja iliyopelekea watu kufanya hivyo, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alijulikana sana katika wakati huo. Nukta ya tatu ni kwamba anataka kufanya mukarana, kama kukusanywa Qur'an
hakukuhitajika katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hata kukutana kama hivi kwa ajili ya kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia hakukuhitajika katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wakati wa sahaba, wala katika alqurunu almufaddala, kwa sababu kuruni hizo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijulikana sana. Sasa ndugu yetu huyu ameingia kujificha kwenye kichaka cha miba. Nataka tumtoe, tukitie moto kichaka atoke hapo. Kwanza tukubaliane, hoja yetu ya msingi ni kuwa aliloliacha mtume sallallahu alaihi wasallam, manake kashatukubalia jambo hili, ametukubalia. Iwa amefanya hivyo jadalan, kwa sema naftaridu jadalan au nusallimu jadalan, tunakubali kwa njia ya kimjadala kwamba aliloliacha mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwepo haja yenye kuhukumilia kufanyika jambo hilo na kukosekana vizuizi, kulifanya jambo hilo baada ya kupatikana haja au kuondoa kizuizi ni sunna na sio bid'a. Tunakubaliana sisi na yeye katika msingi huo. Bila shaka hilo tumesema tunakubaliana kutokana na hoja yake aliyoijenga kwamba watu au mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwakusanya watu na kuanza kujisifu na kujitangaza, kwa sababu ilikuwa inajulikana sana katika karne hizo. Kwa hiyo hii haja haijakuwepo. Haja ilipatikana baada ya kuwa sasa watu wanaanza kumsahau mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ameikubali hoja hii. Sasa sisi tuna maswali ya kumuuliza. Swali la kwanza, je, mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kujieleza kabisa yeye mwenyewe, akajizungumzia yeye mwenyewe? Kama atasema ndiyo, hakuwahi kujisifu wala hakuwahi kujielezea kwa sababu ya kutumia ubishi tu, sisi tutamuuliza tena swali jingine. Lakini swali letu la kwanza kwa maana hiyo, je, mtume sallallahu alaihi wasallam hakujisifu, hakujielezea kwa sababu watu walikuwa wamjua sana? Akisema ndiyo, hakujisifu wala hakujielezea mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwa na haja ya kukusanya watu alafu wajisifu yeye, tunamuuliza swali jingine, je, maswahaba walimjuaje mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa ambazo au katika mambo ambayo hawawezi kujua isipokuwa yeye aeleze? Kwa mfano, wao walijuaje kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama katika swala anawaona watu walioko nyuma yake kama anavyowaona walioko mbele? Mmenielewa hili? Hadithi katika Bukhari na Muslim, mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu, inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu, huko nyuma nawaona. Kwa sababu hadithi, hal tarawna qiblati ha huna fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum, nakiona kibla changu mimi hapa, na hapa kwa Allah mimi haijifichi kwangu mimi juu yangu khushu' yenu wala rukuu yenu, kwa sababu inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu. Hizi sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam walijuaje masahaba kama mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitangaza na kujielezea? Kama ukisema kwamba sababu haikuwepo vipi wangejuaje? Je, watu walijuaje kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akiumwa, akipatwa na homa yake inakuwa kali kama wanavyoumwa watu wawili katika watu? Yani homa yake sio ndogo, vile wanavyoumwa sana, basi mfano wake mara mbili ndivyo anavyoumwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akipigwa kichwa kikimuuma, basi ni zaidi ya wewe unavyoumwa mara mbili yake. Na hivi ndivyo anavyotueleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak, niliingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa naumwa. Famasastuhu, nikamgusa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan, hakika wewe unaumwa homa kali sana. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ajal inni la u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum,
muttafaqun alayh. Mimi ninaumwa kisawa sawa kama wanavyoumwa watu wawili miongoni mwenu. Sasa watu wangejuaje kama yeye hakujieleza? Kwa sababu wasema muktadha haukuwepo. Maswahaba wangemjuaje mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitangaza? Kwa kuwa haja haikuhukumilia kufanya hivyo kama unavyodai. Ni nani alikuwa akisema katikati ya uwanja, ana nabii la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni nabii wala si uongo, mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Ana nabii la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni nabii wala si uongo, mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Hajitangaza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukisema kwamba hakuwaambia watu mimi nimezaliwa Rabiul Awwal يوم الاثنين, mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa an sawmi yawm al-ithnain madha qala dhaka yawmun ulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi. Mbona kudanganya watu? Hakusema mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema mimi ndio siku niliyozaliwa. Hakusema tarehe 12, na ndio maana wanaozuoni wamekhtalifiana kwa tarehe 12 ya mwezi wa mfungo 6. Alizaliwa siku ya Jumatatu, kawaeleza maswahaba zake. Sasa hakusema hilo nataka wewe kwamba haya itikieni sallallahu alayhi, hakusema hilo, lakini aliwaambia. Je, mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaambia kwamba mimi nimezaliwa Jumatatu? Au litaka aseme nimezaliwa mfungo 6 tarehe 12 alafu waambie itikieni sallallahu alayhi wasallam au sallallahu alayhi? Na kama bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alijielezea kwa watu, je, maana tunafika tunasema kumbe mmekubali kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alijielezea ndiyo tukubali kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alijielezea, na sisi hatulipingi hilo, lakini twapinga maneno haya ambayo anayatumia kama uchochoro na kama kichaka cha kujifichia mudiri huyu, kwamba jambo hilo halikufanyika kwa sababu haja haikuwepo. Si kweli. Jambo hili au mambo haya yalifanyika, lakini kwa mtindo gani na kwa namna gani? Hapa ndio kwenye jambo la msingi. Kama ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea kwa watu, je, alijielezea ikiwa haja imehukumilia hilo au hapana? Au mudiri huyu wa Shamsul Maarif anataka kutuambia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea bila ya watu kuhitajia hilo? Je, kwa mawazo yake anaona hilo linalingana na hikma na utukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume anaweza kujisemea tu wakati mwingine watu watao wahitaji kama asema tu? Haiwezekani. Yeye ni rasulu rabbil alamin, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Na kama atathubutu kuwaambia watu kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakujielezea hata kidogo, je, watu walizijuaje sifa zake za ndani? Atuambie. Kama maswahaba waliweza kujua wasifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa baadhi ya mambo walioyaona, hapa pana swali la msingi kabisa. Maswahaba pengine wasema maswahaba hawakuhitajia kwa sababu walimuona, kama wanavyoeleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam azhara al-lawni ad'aja anjala ashkala ahdaba al-ashfari ablaja azajja aqna aflaja daqiqa al-masruba. sawa? Kama ikiwa hawa waliweza kumfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa azhara al-lawni, mzuri wa rangi, ad'aja, mweusi wa mboni ya macho, anjala, mwenye macho makubwa mazuri, ashkala, mwenye macho meupe, ahdaba al-ashfari, mwenye nyusi nyingi, ablaja, mwenye kung'aa uso, azajja, mwenye nyusi nyembamba, aqna, mwenye kuondokea pua, yani pua yake ile mgongo wa pua pale pamepinda juu alafu imejikunja nyembamba, ndio maana ya aqna. Lakini pia aflaja, mwenye mwanya kwenye meno yote, daqiqa almasruba, mwembamba wa nywele za kifua. Ikiwa mathalan walimuona hao
wakazijua sifa hizo kwake yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, wale watu waliokuja baada yao tabiina na maimamu walioishi katika karne tatu bora, je walimjuaje? Hilo ndio swali letu. Si haja haikuwa walikuwa wamjua sana, walimjuaje? Ikiwa hawa walijua kwa sifa hizi, labda walimuona, je wale waliofuatia walimjuaje? Je, haikuwepo kwao haja ya kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam na kutangazwa hilo? Na kama haja hiyo ilikuwepo na walitangaziwa mtume wao, je walitangaziwaje? Maswali yanaendelea. Je, walitangaziwa kwa namna na mitindo mnayoifanya nyinyi, kwa kuimba, kupiga ngoma, firimbi, na sasa hivi kuna mapiano na ala nyingine za muziki, na kucheza kwa kutingisha mabega, kurusha mikono, kurukaruka, kukata viuno? Je, alitangazwa hivyo kama mnavyofanya nyinyi, au ni kama tunavyofanya sisi kwa kuwasomesha watu kwa njia mbalimbali zikiwemo durusi za kiilmu na khutba za Ijumaa na mihadharati mbalimbali, tukao tumueleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na watu wakawa wamjua? Je, njia ipi ilitumika kwa hawa watu wa karne hizi tatu bora katika kumuelezea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Na kama madai ya kwamba haikuwepo haja ya kukusanyika na kumtangaza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu watu wa zama hizo walikuwa wakimjua sana, swali, je watu hao walimjua sana kwa kupitia njia ipi? Yani kwa mfano watu kama tabiina na maimamu walikuja baada yao, walimjuaje mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sasa ni njia ndiyo haifai kwa mkaona mbuni njia nyingine mpya, au ni jambo halikuwepo sasa mmeamua kuliuisha upya? Hivi ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo maneno yake hayana mashiko kabisa pale alipodai kwamba haja haikuhukumilia ya kumtangaza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika enzi hizo kwa sababu alikuwa akijulikana sana. Haya si maneno ya sawa sawa. Na ili iwe kwamba atakaafananishe kwamba kama ulivyosema kwamba haikuwepo haja ya kukusanywa Qur'ani katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam, na haja hiyo ikaja ikapatikana baadaye, au kulikuwa na kizuizi kilichozuia kukusanywa Qur'an, kizuizi kija kikaondoka baadaye, basi na sisi vile vile haikuwepo haja ya kutangazwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika enzi zake na enzi za maswahaba. Baadaye huko haja ndio ikapatikana, kwa sababu wale wote watu wa karne tatu walikuwa wakimjua. Tunasema sio kweli. Hapo ulipojifunika hapo kwenye hicho kichaka, hicho ni kichaka cha miba na tumeshakitia moto uko kweupe. Haya, jibu sasa. Maswali ndio haya. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo sio lazima useme na sio lazima ujibu. Wakati mwingine unaweza kaamua kukaa kimya tu, na wala usirudie tena kusema haya uliyosema, utafute maneno mengine. Halafu sisi tuendelea kuzitaja hoja hizi, lakini usiwatie watu ujinga ukaona kwamba umetoa hoja na sisi hizo ndio hoja zetu. Hoja ziko wapi? Wallahi hakuna hoja hata moja. Je, muktadhi ulikuwepo wa kutaja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shakli hii katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, au haukuwepo muktadhi huo? Al-muqtadi lenye kupelekea na kuhukumia lilikuwepo, haikuwepo? Alafu suala la kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, suala la kumfurahia mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtangaza mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Kama haikuwekewa utaratibu kwa mitindo fulani, kulihusisha jambo hilo kwa mitindo fulani kiasi ambacho yajengeka katika dhana kwamba huu ndio utaratibu wa kisheria, hiyo ndio bid'a. Sasa na hili nalo likatai. Lakini kwa hakika jamaa hawa ni muflisun, wamefilisika
na wala hawana hoja katika yale wanaoyadai. Sasa hawa ndio wakubwa wao. Hadha kabiruhum fasaluhu, huyu ndio mkubwa wao. Sasa muulizeni, aweza kujibu? Kwa leo nitakuwa nimefika mwisho katika muhadhara au katika majlisi yetu hii. Insha Allah kwenye majlisi nyingine tutakuja na ukamilifu wa hoja zake au shubuhati zake alizozitaja. Maneno yake ni mengi, lakini insha Allah tutajaribu kufupisha, tusiende mbali sana. Kile kilichokuwa na umuhimu wa kujibiwa tutakijibu moja kwa moja, na kile ambacho kitajibiwa kwa maswali na kujenga maswali ni jambo moja zuri sana na wasaidia watu. Mtu akikaa akisikiliza anaweza kujiongeza kupitia maswali. Maana watu pia watakiwa wafundishwe kuhoji. Si kila mtu aweza kuhoji. Na unapohoji unatakiwa uhoji kwa msingi, kwa hoja. Kwa ile msingi wa hoja ulioweka. Sio kwamba wauliza. Kwa hiyo mambo kama haya ni tulabu ilmu watakiwa muyadhibiti. Akikuona kwamba yule salafi ajificha, kama alikuwa azungumza anyamaza. Hapa nitapigwa maswali 200 hapa, sitajibu hata moja. Hawa wana maswali ya msingi, wana hoja za msingi. Sio kama hawaelewi, wanaelewa, lakini hawataki. Sasa sisi hatuna shida na wao, shida yetu ni watu wengine wanaodanganywa. Tutawafahamisha waelewe, tutawatoa katika usingizi walionao waelewe. Sitaka basi, sisi hatukalifishwa kuongoza watu. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nataka semaje? قلتم اقتدوا بالذين بعد، اقتدوا بالذين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، wafuateni wale ambao wako baada yangu mimi, ambao ni wawili hao wawili, Abu Bakar na Umar. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, maneno ya Ibn Hajar al-Haytami yako katika kitabu chake kinachoitwa Al-Fatawa Al-Hadithiyya. Kwa chapa yangu ile ya zamani ni ukurasa wa 200. Chapa mpya sikumbuki, lakini maneno yakumbuka katika chapa ya zamani ni ukurasa wa 200 wa chapa hiyo katika kitabu Al-Fatawa Al-Hadithiyya. Muulizaji anauliza katika kitabu gani cha al-Imam Ibn Hajar? Kwenye Al-Fatawa Al-Hadithiyya. Wallahu a'lam. Naam. Na wakati nakusikia barakallahu fika unasema Ibn Qayyim al-Jawziyya, alafu kuna wakati usomaji unasema Ibn al-Qayyim, unafanya taarifu kwenye al-Qayyim. Sawa sawa, inasomwa kama bila taarifu Ibn al-Qayyim, na kama ikiwa ni kwa idhafa Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya ndio sawa. bila idhafa Ibn al-Qayyim, pia usema Ibn Qayyim, Ibn al-Qayyim na Ibn Qayyim al-Jawziyya. Wewe uliza tu, pengine utakuwa ukiuliza ndio umsaidie. Usikiki anadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bikana sana wakati wa masahaba, kwa hiyo haikulazimika tangaza madai yake anavoleta. Kwa hiyo baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, wanakuja tabiina, wakaja tabiina, bila shaka hawa hawakumuona. Kwa hiyo katika talazimika waelezewe. Wakati ule pia Mtume hakujieleza. Sasa kwa hiyo wangekuwa wajinga wote katika kumjua Mtume. Alikuwa ajulikana. Jana sasa wanamjuaje tabiina? Alikuwa ajulikana, si ndio hapo swali, wamemjuaje? Kwa sababu sasa masahaba jalia ndivyo, kama masahaba yani yeye anavyoeleza kwamba masahaba wamemuona, walazimika kuwaeleza.
lakini pia kuna swali la msingi kwamba kuna vitu vingine vilikuwa vya ndani ilikuwa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme, au vingine hawamjui kwamba Mtume anajulikana kwa vitu hivyo. Alikuwa anaeleza, jamani, mimi mwenye katika kufunga mimi nalishwa na Mola wangu, kwa sababu usingejua bila kwamba Mtume anakula, uende nao angefanya miswali tu watu wengi, kwa hiyo lazimike ajieleze. Sasa nilikuwa nakusudia kwamba maswali haya kuna hoji unakusudia kwamba je, hayo tuyazingatie kwamba maulidi tujalie ndio maulidi yake ilikuwa yako hivyo, ambayo hata sisi sababu hapa ninachokusudia, kwa sababu akisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajulikana sana, atueleze alijulikana sana kwa njia ipi. Kama maswahaba walimjua kwa kumuona katika baadhi ya mambo ya dhahiri, je, yale mambo ya ndani ambayo mpaka aeleze Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, alikuwa akiwaeleza vipi? Haya maswahaba walikuwa wakimjua kwa yale waliomuona, au kwa baadhi walikuwa ambao wamemuona naye. Je, hawa tabi'ina nao, je atba'u tabi'in, yani watu walikuja baada ya Mtume na baada ya maswahaba, wao walimjuaje? Kwa swali la msingi, kama walikuwa wakimjua kwa kuelezewa, kwa njia ipi? Ndio haya maulidi. Kwa maana kama sababu sasa ya kusoma maulidi wakati wa tabiina ilikuweko, sababu walikuwa hawamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimjua walimuona wapi? Kama watu waliozaliwa Madina na walioishi Madina walikuwa wakiwasikia baba zao wakisema, je, wale waliokuja kutoka mbali walimuona wapi Mtume? Walimsikia wapi? Walimsikia nani? Sawa, hatuache atba'u tabi'in waliokuja baadaye, kina Imam Malik na wengineo, walimjuaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka ni kwamba walielezewa na wakasomeshwa na mashekhe zao namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wakalipatiliza hilo na wakazikamata zile sunna za kushikwa na kufanywa zile kutekelezwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaa kwa hivyo. Sasa ukisema kwamba haja ilikuwepo ili watu wamjue, na kama haja ilikuwepo na akaelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hivi mnavyofanya nyinyi, na asiyefanya hivi, watu wasipofanya hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hatajulikana. Sasa nenda kwa mtu anayehudhuria maulidi kila siku, mwambie nielezee wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hakukaa darasani kusoma kwa sababu ya kuhudhuria maulidini tu, wewe wafuate wazee watu washike mbele, Mtume ikoje? Hawezi kumueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukikubaliana kwamba kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kule kutokueleza sitakuwa ameficha pia katika mambo wahi, bali bila shaka kumjua yeye na kumuadhimisha kule ni ibada. Kwa hiyo kama haikufanywa wakati ule ikafanywa sasa, itakuwa pia alificha. Alafu maneno yake yanatanakubi, kwa sababu ukisema ajulikana sana kwa lipi, kwa njia ipi kama sio njia ya kuelezwa? Kwani kila jambo utamjua mtu kwa kumuona? Yani wamuona tu kila mtu, yule bwana, mimi bwana namuona tu, simjui bwana, siko mpaka ukae naye akueleze iko vipi, tabia yake iko vipi, ndio utakuwa mjua mtu. Lakini ukutana naye tu barabarani bwana, au wamuona tu. Kwa hiyo maneno yake yanalazimu kuwa maswahaba walielezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ndio uhalisia hasa huwa muqtada au almuqtadi li dhikrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilikuwa ni qaid fi ahdi sallallahu alaihi wasallam, waqad fa'al, na hilo amelifanya. Lakini alitaka kuingia hapa kujificha kwenye hiki kichaka, lakini hakiweza kumstiri. Sasa inshallah nitaangalia moja mambo mawili, kwa sababu kuna mtiririko wa haya maneno yake ilikuwa inakwenda nayo mpaka tufike mwisho. Lakini pia kuna hoja ya pili katika asaiqa ya maneno ya Ibn Taymiyyah ambayo nimeyapa muda kuyaeleza, na hivi ni vitu vile viko tofauti. Sasa naona katika hikma, baada ya kuelezea masala ya tark ambayo yametajwa kwenye asaiqa, itakuwa vizuri tuelezee masala ya kauli ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, pamoja na kwamba yeye hakuigusia kabisa, hakuileta, lakini watu wake waliileta. Kuna mtu mmoja
alikuwa akizungumza akaelezea akafafanua al-haddu tam, mara akaelezea kisa cha mujrim, mara basi eleweki hata sijui alikuwa ataka nini, kazunguka huku kazunguka kule. Ina maana maswahaba wakumfurahia mtume walikuwa kikao wamenuna tu, sio naelewa vipi sijui watu, na akawatia kwenye ujinga watu. Sasa iko haja ya kulizungumza hili jambo kwa mtiririko, alafu tutakuja kwenye kadhia yake insha Allah, tumalizana naye. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.